mifupa ya wenzetu iko nje, na sisi tunaiona, tunaona aibu. Tabu hii imetutoka tangu siku nyingi. Leo kwa kuwa umekuja, tafadhali ufanye njia, mto ule ufate mkondo wake. Kuna ule mto umezuiwa, usifate mkondo wake kwa sababu mbalimbali zisemi. Na kuomba wewe kwa kuwa umekuja, mifupa ya ndugu zetu tuifukie. Mzee Chacha. Shida yangu ni hiyo. Mzee Charles si mchungaji. Asante. Subiri. Mchungaji. Ndio. Ukiamua kufunguka, na naamini wewe ni kiongozi wa kiroho. Ndio. Funguka, nani alisababisha na ilikuwaje? Weka mambo wazi. Ndio mambo wazi ni kwamba mchanga ulizuiwa pale, kutolewa pale. Ulikuwa unatolewa, watu tunajengea, maana mto ule una mwamba. Hata kama ukitota hauchimbiki. Kwa hiyo ndio hiyo. Kwa hiyo ukisaidia hiyo, nitashukuru, nitakufa mimi na furahi. Ndugu zangu na mimi nimezika pale mtoto wangu. Sasa nitashangaa hiyo mto bado unapita, na kuna wengine ambao wameingiliwa maji kwenye nyumba zao, misingi na imeanguka, ila hawasemi, wanaona aibu. Asante. Asante sana mchungaji. Naomba mkabidhi yule mama. Hebu mwachie kwanza yule mzee. Mwachie tu yule mzee. Wewe bado kijana sana. Asalamu alaykum. Haleluya. Mimi naitwa Masudi Juma, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji. Kero yangu nimekuja hapa, wana diwani, tunakushukuru sana kwa kuja kutuomba. Bwana, tangu tumekuchagua umezungumza maneno mazuri sana. Sasa sisi kero yetu ni barabara, hatuna Nyasaka Msumbiji. Sasa kwa hivyo tunakuomba ulitekeleze. Bwana, tuko chini ya miguu yako, wewe ndio kiongozi wetu, hakuna mwingine tunayemtegemea ila ni wewe tu. Langu ni hilo. Asante sana baba, asante sana baba. Karibu wazee kwanza. Mimi naitwa Kennedy Adundo Mbega. Mimi ni mkazi wa hapa Nyasaka A. Mimi kero iliyonileta hapa ni kuhusu elimu pale shuleni kwetu Pasiasi. Wananchi tuna shida moja. Mimi ni mwanachama cha Mapinduzi na ilani ya chama chetu inasema kwamba elimu ni bure. Sasa nashangaa wazazi wakienda kuchukua report card kama hii hapa, nimekuja nayo. Ni sekondari au ni msingi? Msingi. Haya. Wazazi wanaenda kuchukua report card, wananyimwa report card ya watoto wao, kujua matokeo ya watoto wao, kwamba lazima wachangie hela ya choo, maji ya choo shilingi 1200. Sasa na hapa maelezo pia ambao unaambiwa sio maelezo mazuri. Kwa hiyo niliona ubovu mbili ambao nataka nimuombe na ni mheshimiwa diwani kama kuna uwezekano atusaidie. Na nimesikia afisa elimu naye alikuwa anakuja, ingekuwa ni vizuri sana. Kwa sababu hii tunaambiwa elimu ni bure, lakini hii bado tunadaiwa hii hela. Tunaambiwa kwamba serikali anatoa hela ya kuja kufanya mambo ya pale shuleni, bado tunadaiwa hii hela, tunanyimwa matokeo ya watoto wetu. Hatuwezi tukajua kwamba mtoto wako anafanya vizuri shuleni au hafanyi vizuri. Hii inakuwa kero. Hiyo moja. Pili, majibu tunayokutana pale, shule yetu ya msingi Pasiasi ina walimu wa kiume 5 tu, karibia walimu 28 wa kike, na hawa wa kike majibu yao hata ukienda upewi maelekezo, ni ugomvi na majibu mabovu. Shule ya msingi Kilimani ina walimu 20 na walimu wa kiume ni 5 tu. Ili upate majibu mazuri labda ukutane na mwalimu wa kiume. Sasa tulikuwa tunaomba hivi, afisa elimu angekuwepo, angetuongezea hata walimu wa kiume wafike hata 10 kwa kila shule, tungepata unafuu. Watoto tunao, lakini tunapoelekea tutafuga vibaka wengi na wengi kwa sababu watoto hawajui. Mwezi wa 12 mwaka jana, mtoto wangu huyu alikuwa namba 6, darasa la 6. Baada ya miezi 6
mtoto wangu huyu amekuwa mtu wa 80, na hapo walimu wametuita wakasema wanatoa mafunzo ya ziada, tunatoa 200. Sasa hivi tumetoa miezi 6. Sasa leo hii ninanyimwa hii, nisijue kinachoendelea humu. Nimefanya kazi ya nguvu, ndio maana nimepata hii, lakini nilipokutana naye hapa, mtoto afundishwi, hajui chochote. Nilipofuatilia nimejibiwa kwamba mtoto wangu na mtoto wa jirani yangu Rahimu wanacheza tu. Nikawauliza, mbona mjanipa taarifa? Mmefuatilia vipi? Mmechukua hatua gani? Walimu hawana hatua. Sasa Mheshimiwa Diwani, hatuna walimu pale. Mimi nimezunguka mara nyingi, naomba mtutafutie walimu, tutafunga vibaka. Hiyo ndio kero iliyonileta hapa. Asante sana mzee kwa kero yako. Asante Mheshimiwa Diwani. Kwa majina, mimi naitwa Hussein Mtita, ni mkazi wa Nyasaka B. Mheshimiwa, mimi nina kero 4. Naomba wananchi tuwe watulivu ili tuweze kusikia vizuri. Minong'ono, vicheko tutacheka baadaye. Hebu tusikilize vizuri ili tuweze kuvuna kilichopo. Baba, endelea. Kero yangu ya kwanza, Mheshimiwa Diwani, pale kwenye mtaa wetu wa Nyasaka B tunalo korongo ambalo lile korongo kwa kweli ni hatari sana kwa wakazi wa pale, acha wakazi, hata wapita njia. Lile korongo ni hatari kwa sababu liko katikati ya njia. Lile korongo limeanzia makaburini, na sio mara yangu ya kwanza. Nimekuja ofisi ya katibu ya diwani, nimekuja ofisi ya mtendaji, nazungumzia lile korongo. Korongo lile limeanzia makaburini. Nilishalizungumzia mara nyingi sana. Korongo hili limeshafufua mifupa ya watu waliotangulia mbele za haki, na limeacha hapo, limesonga moja kwa moja mpaka kwenye nyumba za wakaazi. Siku yoyote kama Mwenyezi Mungu asingekuwa anatukinga, sasa hivi tungekuwa tumekwisha ondoa mifupa ya watu walioko kwenye vifusi vilivyoangukiwa na nyumba. Sasa sijui serikali yetu, tangu Mheshimiwa mbunge anakuja, tunalia kuhusu hili korongo, lakini hakuna msaada, kama vile sisi sio wakaazi wa Tanzania. Sijui sasa kama sisi wananchi wa Nyasaka B ni wakimbizi au ni raia wa nchi hii ambayo tunaweza tukaieleza serikali yetu sikivu ikadusikiliza na sisi. Asante sana baba. Bado nina 4. Una 4? Jambo la pili, pale wenyeji wa Nyasaka B tuna adha ya barabara. Sisi hatuna mitaa inayotuunganisha, hatuna barabara kwa jumla, tumekaa kama kichaka. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa utusaidie kutupa barabara, kwa sababu njia za barabara zipo. Hilo ni la pili. Jambo la tatu, Mheshimiwa, wakati wa kampeni mwaka 2020 serikali inafanya kampeni, au vyama vyetu vilikuwa vinafanya kampeni, vinapita katika nchi yetu kutafuta kura. Walikuja watu wa idara ya maji wakatueleza kwamba nia ya serikali ya CCM ni kwa ajili ya kutaka kutua ndoo wa kina mama za maji. Kwa hiyo wanataka wahakikishe kwamba serikali inahakikisha kwamba kila nyumba itapata bomba ambalo litakuwa lenye thamani ya shilingi 21,000. Kuanzia hapo kura ilipofanyika mpaka sasa hivi ni kimya. Vipi, serikali ilikuwa inaduhadaa au ilikuwa namna gani? Hilo ni la tatu. Lakini jambo la 4, Mheshimiwa, ninazungumzia kuhusu vibaka. Vibaka sizungumzii sana, nazungumzia majambazi ambao wanapita katika nchi yetu, wanafyatua risasi katika nyumba zetu.
Embu mimi ni shauri serikali, kama serikali itapendezwa, serikali ya nchi yetu kupitia jeshi la wananchi wa Tanzania iliwatuma wanajeshi kuingia katika vijiji vya nchi yetu na mijini kwenda kufundisha vijana mgambo. Hawa vijana mgambo walifundishwa mbinu zote za kijeshi, wakafundishwa kufungua bunduki na kuifunga na kufyatua risasi. Baada ya kujua kufyatua risasi, serikali ikawaacha kama walivyo. Ni binadamu ambao wanataka wale wafue, waoge. Sasa kama imewaachia na wao ndio iliyowafundisha kufyatua risasi, wanapoingia katika nyumba zetu kubomoa, vipi waitwe majambazi wakati wamefuliwa na serikali? Serikali iliangalia hili mheshimiwa. Hawa vijana walikuwa wanatakiwa wawekwe kambini, wapewe ajira. Asante. Asante sana baba. Naomba mpe mzee Msosi hapo. Mpe mzee Msosi, amesimama muda mrefu. Niombe basi kama Nyasaka oye oye. Kama nani kelo imeshasemwa na mwenzio, tusiwe tunazirudia rudia. Kwa furaha. Naitwa Msosi Abedi kwa jina. Natoa kwanza shukrani kwa furaha kwa kumkaribisha ndugu diwani. Ametuambia na siku 180. Baba, tumeshukuru sana. Sisi tulikuwa tunalaumu sana. 180 siku haonekani kutoa shukrani kwetu. Nikumbe hilo neno limo katika mawazo yako nalifikiri. Baba, karibu na Mungu azidi kukubariki. Kero yangu mimi kubwa zaidi ya mzunguko. Katika gari zetu imeandikwa Nyasaka mzunguko. Wanaishia hapa wanarudi huko. Wameingilia Msumbiji na wanarudia Msumbiji. Huo mzunguko uko wapi? Tulimaliza, tulikwisha pata daraja la hapa Makurunduma. Tunataka iwe mzunguko, gari zitoke hivi zipite Makurunduma. Sasa ile daraja letu lilifanyiwa nini? Ile tunakuomba. Wengine waliwahi kusema barabara tu. Malizia sawa sawa. Tunaomba Nyasaka mzunguko ikamilike barabara, ndugu diwani. Hii kazi utufanyie, tuna kero kubwa. Na kero yangu ya pili, tulionyesha sehemu ya hospitali hii. Kila kijiji kiwe na zahanati. Hadi leo hatujaona hiyo zahanati. Tunahangaika kufuata vilonge mpaka nende huko mbali. Kikiwa hapa nyumbani ni mara moja tu nafika hospitali na hudumiwa. Hizo ndio kero zangu mbili. Ndugu zangu, namalizia hapo. Asante sana baba. Mama karibu. Kwa majina naitwa Justina Magesa Kazula. Mheshimiwa diwani, kero yangu ni kuhusu barabara zetu za mitaa ya ndani. Tuliambiwa tuzibuliwe barabara zetu. Hii kazi ilifanyika kabla uchaguzi haujafanyika, na nyinyi mliokuwa mkigombea mlishirikiana pamoja nasi ili tuweze kufanikisha zoezi hili. Lakini baada ya kuwa tumepiga kura tumemaliza, hilo zoezi likawa limeishia hapo. Nakumbuka barabara yetu ile inayoshuka pale chini, tulijitahidi wananchi tukawa tunachangishana, hata diwani ulitusapoti. Lakini baada ya hapo mitaro ilijengwa na ikuwekewa zege chini. Mvua ilipokuja kunyesha, nyumba za watu zilikuwa hatihati kuanguka. Na mpaka sasa hivi hiyo barabara haiko vizuri. Tunapokuwa tunaumwa, tunatozwa gharama kubwa kuchukua usafiri kwa kuzunguka sehemu ambayo uko karibu na barabara, lakini pa kupita hamna. Tunaomba tuzibuliwe barabara na za vichochoroni ili tuweze na sisi kuishi kwa amani. Kero langu la pili diwani, sisi ni watoto yatima kwa maji. Mimi ni mwanamke, wameongea wanaume. Tunaacha waume zetu vitandani, tunaamka kuchota maji saa 8 za usiku huku mapanga yanatusubiria. Tunaomba maji. Maji mabomba tunayo nyumbani, lakini ni kama mapambo. Tunakuja kusomewa service charge tunalipa bure. Mheshimiwa diwani, tunaomba tusaidie hilo. Asanteni sana.
Asante sana mama. Karibu baba. Asante sana. Kwa jina naitwa Saidi Shabani, kwa jina maarufu naitwa Baba Tupac. Asante sana Mheshimiwa Diwani kwa ujio wetu, kwa ujio wako Mheshimiwa Diwani, tunashukuru sana. Umefanya vizuri sana kuja kuongea na wananchi, waongee dukuduku zao. Mimi wameniagiza, wewe umesema ni diwani wa wote, sio wa wachache. Kuanzia wakazi wa Green View, PPF kwenda hadi Sumba, wamesema hivi, Mheshimiwa Diwani, chonde chonde wanaomba haisi zifike pale zilipoandikwa. Kwa sababu gani? Zinawachanganya. Mwingine anapanda haisi imeandikwa Sumba PPF, anafika hapa inageuka. Na bado kuna wakazi wanaishi Sumba, wengine ni walimu wanasomea, wanafundisha sekondari, wengine wanafundisha shule ya msingi. Ukiziruhusu zikafika kule, watashukuru sana. Kwa sababu gani? Utakuwa umepunguzia gharama. Anaweza akaomba hata shilingi 200 akaenda akawahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, wameniagiza hivyo nikufikishie ujumbe, usiwatenge. Na ukisema kizingizio barabarani mbovu, sio kweli. Waka tunaona gari za private zinafika. Taka haiji, na kama haiji mbona haitujuzi? Hilo la kwangu la kwanza. La pili, Mheshimiwa Diwani, kuna nafasi zinatangazwa za JKT za Mugambo. Hivyo wanaoendaga mbona hatuwaoni? Wanaenda tu wengine wanatuletea Mugambo huku Nyasaka. Huku Nyasaka sisi haturuhusiwi kwenda kwenye hizo nafasi. Maana naonaga tu ni wengine tu wanaenda, alafu sisi hata taarifa hatupati. Ingekuwa inapita gari kama hii inatangaza kwamba kama hivi mkutano tulivyotangaziwa kwamba kesho kuna usaili huko, vigezo ni hivi na hivi, ili na sisi twende. Mheshimiwa Diwani, lingine Mheshimiwa Diwani, ili barabara ni moja ya ahadi zako. Ukiwa unaugua Mheshimiwa Diwani, ukapanda gari ya Biligeti, mimi nahisi pale njia panda ya Pasiasi pale hautofika, umesha kufa. Maana gari inaenda ina mabonde. Mheshimiwa Diwani, tunakuhitaji. Siku utapokuja hapa utuambie tu barabara umeshatengeneza, sasa tena utushukuru. Umeshatushukuru, tunasema asante. Na sisi tulikupitisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Hatutaki ufeli. Mheshimiwa Diwani, hoja yangu nyingine kwako na ombi langu, Mheshimiwa Diwani, vijana tunajitafutia maisha, lakini Mheshimiwa Diwani, tunakuwa tukikamatwa na polisi, tukifika kule tunapewa kesi ngumu. Wewe umeshikwa unabeti, unaenda unapewa kesi, wewe ni kibaka, wewe ni jambazi mkubwa. Mheshimiwa Diwani, polisi wale hawezi kufanyia mdhamana haraka kwa kosa ulilopewa, wakitafuta ushahidi unakosekana. Mheshimiwa Diwani, naomba tukishikwa pale twende tukapewe kosa tulilofanya, sio tupoe makosa ambayo hatuna. Unasikia Mheshimiwa Diwani? Ya kwangu ndo hayo. Mungu akubariki sana. Asante sana kijana kwa kero yako nzuri. Karibuni. Sogea mama hapo. Mimi sauti yangu ni ndogo na kikohozi samahani. Sogeza mic. Sauti yangu kidogo ni na kikohozi samahani sana. Naomba msamaha, mtanisamehe. Mimi kero langu ni ile barabara ambalo linapita nyumbani kwangu. Kwanza sio la leo wala la jana. Lina siku nyingi kama mwaka mzima. Choo yangu ilidondoka kwa ajili ya ile barabara waliotengeneza mtaro. Mpaka sasa mimi ni mjana ambaye nina tanga, yani niko Nyasaka lakini niko kama kijiji ambacho nimejitenga. Yani nyumba yangu hata leo mvua ikinyesha nyumba yangu itadondoka. Langu ni hilo. Mpaka sasa nguzo ya umeme inataka kudondoka. Mimi naitwa Plaxeda Kulata na miaka 25 Nyasaka. Naona ajabu kama nimejitenga kichaka ambacho sitegemewi kama nina binadamu mimi. Choo yangu imedondoka na nyumba yangu inataka kudondoka. Bado nguzo yenyewe mpaka leo hii hata leo inaweza kudondoka. Watu wakaumiza nyumba zao. La kwangu ni hilo Diwani. Nafikiri nimeshagawaambia mpaka huko Katani. Asante sana mama kwa kero yako. Tunaendelea kusikiliza kero, karibuni. Mimi naitwa Ana Matogoro Peleka. Ni mkazi wa Nyasaka A. Mimi ninachoongelea ndugu mheshimiwa kuhusu ahati nimeshaenda wilayani, nimelipia kila kitu.
Hapa nina mwaka mzima sijapata hati yangu. Nikapewa nilipewa nini jamani? Nimeshasahau. Ulipewa ofa mama? Nilipewa ofa. Hati sijapewa, nilipewa ofa. Nilipopewa ile ofa, nikaambiwa nikae ndani ya wiki 2 nifuatilie hati yangu. Nikakaa ndani ya wiki 2 nikafuatilia hati yangu. Nimefuatilia hati yangu, nimekuta bado haijatoka. Nikarudi tena nikafuatilia hati yangu, nikakuta bado haijatoka. Mpaka hivi sasa nina mwezi mzima nafuatilia hati yangu, lakini sijaweza kufanikiwa. Naomba ndugu mheshimiwa, unisaidie kwa hilo tatizo langu. Asante sana mama, karibu. Kwa jina naitwa George Makingi Msukuma. Mheshimiwa Diwani, mimi nimekuja na kero yangu. Mimi ni katibu wa soko hili, lakini kero kubwa kabisa iliyonileta hapa Mheshimiwa Diwani, kuna haka kamfereji hapa. Haka kamfereji kamekuwa aibu sana, na ni aibu kubwa sana Mheshimiwa Diwani. Yaani aibu hii naiongelea kwa hawa kina mama wafanyabiashara mboga humu ndani. Hatuna sehemu ya kujistiri, hakuna mahala penye choo hapa hivi. Yaani kila wakati kanga zimekuwa zikipepea kwenye haka kamfereji hapa. Ni aibu Mheshimiwa Diwani. Aibu, ni mama zetu wengine wametuzaa, ni aibu kanga mchana kweupe zinapepea humu ndani humu. Hata tulipo hapa hivi tukiamua hata kujipunja kidogo ni aibu Mheshimiwa Diwani. Mimi nilikuwa nakuomba sana ili Mheshimiwa Diwani ujaribu kuliangalia hili na ulifanyie kazi, tupate sehemu ya kujistiri hapa sokoni. Nimesema mimi naitwa George Makingi Msukuma, ni katibu wa soko hili. Nimeleta kwako Mheshimiwa Diwani, liangalie sana. Nimesimama hapa. Kwa jina naitwa Marita Moshi Luchagura. Mimi naishi Nyasaka C. Mimi kero yangu diwani ni maji. Sisi ikifika kiangazi diwani maji hatuyapati. Tunapewa usiku saa 8, saa 7 usiku. Yaani mchana hamwezi kuchota maji kwa raha. Lakini ikifika kwenye masika ndio mnapata maji. Lakini sasa hivi kiangazi hatupati maji. Kero yetu, mimi kero yangu diwani ndo nimekuja hapa. Niko karibu na savana kwa chini yake. Hatupati maji. Ikifika kiangazi maji hamna. Mpaka sasa hivi naposema bomba limeshakauka sijui na siku ngapi. Lakini tunasomea bili, tunaletewa bili ya maji, lakini maji hatuyapati. Kero la pili, diwani, naomba tusaidie usafiri sisi Nyasaka C. Pale hata kama angalau tuletee hata bajaji. Zoka tunatusaidia hata kwenda Kiloleli au Pasiasi. Tunapata kero sana, mpaka uje hapa stendi hapa ndio upate usafiri wa kwenda mjini, au una safari ya kwenda Pasiasi mpaka uje hapa ndio upate usafiri. Lakini mimi diwani ninachoomba utusaidie bajaji zio zinafika hata angalau na sisi savana pale tunapandia pale, au zinaenda mjini zitusaidie. Kero langu ndio hilo, na maji utusaidie diwani. Asante sana mama, kero ni maji na bajaji zitafika. Karibu mwingine. Mwenyekiti, mimi jina langu naitwa Mama Chibuga. Nakaa Nyasaka A. Mzee, kero yangu tangu uchaguliwe, nataka nikuulize swali kwanza. Ndugu diwani, tangu uchaguliwe hii barabara umeshaipita kwenda shule ya Kipasiasi? Nijibu kwanza alafu ndio tuendelee. Mwenyekitiwa baadaye Mheshimiwa diwani, shule yetu hii wapo hata mtembea kwa miguu, mwenyekiti huyo ni shahidi. Kwangu pale kuna korongo linafika huko. Hata wanafunzi kwenda shule yangu inakuwa shida. Sasa tunakuomba chonde hata ndani ya siku 2-3 uturekebishie hapo kwa barabara yetu, wanafunzi wetu wapite vizuri. Korongo tupu, hata pikipiki, hata mtoto nao kimtuma hapa usiku kuja kuchukua sukari ni shida. Naweza akaanguka pale akavunja hata shingo. Swali la pili, maji hapo mlimani yanatoka kwa muda. Ukiona umekuja hapa leo ndio yapo. Ukitoka hapa maji yanakata ndani ya miezi 6. Sasa tunataka kukuuliza bwana, haya maji ni ya mgao yanakopokona unakuja wewe ndio yanapatikana? Sasa tunakuomba Mheshimiwa Diwani, utuchungulie huko juu maji hayapiti, utuwekee mashine ya kusukuma kule maji aje huko chini. Hayapo. Yangu ni hiyo tu. Asante sana baba, karibu mwingine. Kwa jina naitwa John Joseph. Mimi ni dereva wa daladala. Wamenigusa kwenye sekta yangu. Nina mambo mawili, migambo na usafiri.
Migambo wanapozungumza vibaka wamekuwa wengi sana. Hawakamati vibaka. Wanakamatwa wale raia wanaotafuta pesa yako kwa ajili wawape pesa. Kwa nini serikali sitafute migambo waliofundishwa ili wakae kwenye vituo vinavyotakiwa? Kwa sababu vile vituo kama vya mitaa wameweka wale migambo wale hawana taaluma hiyo. Wanasumbuliwa wale wananchi wale yani wanaotafuta kazi kuliko wale watafuti. Lakini tukikaa hapa tunaanza kuzungumza vibaka wamekuwa wengi sana, kwani hawajui? Mtakuwa mnazungumza kila siku kama migambo, eti hizo vibaka. Wenyewe wale migambo wenyewe wanawajua vibaka. Lakini wanamkamata ule mtu anayetafuta pesa ili wawape pesa. Hiyo nimemaliza. Swala la pili la gari. Gari nilekana ni swala la hilo ni la pili. Wale SUMATRA wanasema njia ya Nyansaka magari yamejaa. Hilo neno nilishakawahi kukuambia mara kwanza kwenye mkutano wako Msumbiji, ukasema utalifanyia kazi. Ofisini kwako nilishafika zaidi ya mara 4. Nakuta kufuri. Lakini kwa sababu watu wengi wamalizungumza, utalifanyia kazi. Pale ukienda pale SUMATRA wanakuambia andika ripoti, jaza fomu. Ukimaliza kujaza fomu ukalipia zile pesa zao, wanakuambia njia hiyo imefungwa. Gari zimejaa. Sasa imefungwaje njia? Gari ziko 8. Nimeshalipia pesa yangu, nimeshamaliza, naambia chagua njia nyingine. Lakini swala la kusema sisi tutalishughulikia magari yaende Nyisumba, wewe fungua njia gari ziondoke, zinataka njia ya Nyansaka nyingi zitaenda zenyewe. Mtu hapa amefika hapa na abiria wawili wanaenda Nyansaka, wanaenda Nyisumba abiria wako 5, ataacha kuwapeleka. Atawapeleka tufungua njia, ruhusu magari yaje hata 200. Magari yanatafuta hii njia haipatikani, naambiwa imefungwa. Mimi ni hayo tu. Asante sana baba. Karibu mama. Nashukuru meza kuu. Kwa jina naitwa Welu Martina, mkazi wa Msumbiji. Mimi kero yangu kubwa ni kuhusu mgambo. Tuna mgambo mmoja ambao anajiita yeye ndio title wa Msumbiji, ambaye huyo mimi kama kiongozi mimi yuko chini yangu. Huyo mgambo huwa anajiita yeye title kuanzia Pasiasi mpaka tuseme Nyika kama mzima. Huyo mgambo anaitwa Abduli. Huyo Abdu, kama tumekosa mgambo Msumbiji, bora mtuondolee. Kile yetu kubwa. Maana yeye anashirikiana na maaskari, anashirikiana viongozi wa mbalimbali humu. Yeye anasema yeye hawezi kutoka Msumbiji. Na yeye akija, mama, sema anafanyaje? Yule anawaundia vijana wa Msumbiji, wa Nyasaka wakawekamo kesi mbalimbali. Kwa mfano mimi alishikwa mdogo wangu, mjumbe aliyetoka alikuwa anamfahamu. Na kesi leo mshika ni ya Brigade. Nikaenda kuandikiwa kipindicho na mwenyekiti Cheneko barua. Nimefika polisi, nikakuta kule polisi kawaishaeka sawa kama ninavyosema nimeweka sawa. Sasa alipoweka sawa, mimi nimeenda pale, polisi moja akaniambiaje, hiyo barua ulionayo ni fake. Nikaambia mwenyekiti wa mtaa ndio alioniandikia, ndio serikali. Basi nimefika pale, nimeongozana na kesi mpaka akaitwa askari wa mgambo mkubwa wake. Akaja akamwambia unamjua huyu dada? Simjui. Akamwambia mjui mama yake? Mjui. Nikamwambia Abduli, umefanya kazi na sisi, umekuja kupiga mgambo mimi nikiwa bosi wako juu, na aliyekuja kukutoa mpaka kusema kitu kama hiki, Abdul, tumefanya kazi sisi sehemu nyingi na wewe, lakini sasa imefikia tu machila juzi. Kwa nini akamate kijana afu ambatikie kesi? Sisi inatukela kama imeshindikana diwani kumtoa Abduli Nyasaka, vijana wako wengi sana wa mgambo, wa JKT, wa staff wako wengi sana. La sivyo sisi huko atatuona wabaya. Tutakaa sisi, atakapomshika mtu bora akae pale pale amsubie kiongozi wa juu kuliko mpeleka kokote akae kwa mwenyekiti, kesi ishie pale. Lakini si Abduli Nyasaka atumtaki. Kwa ujumla ndio hicho. Kwa jina naitwa Emmanuel Kidosi, mkazi wa Nyasaka. Kero yangu kuhusu mchango wa mwenge. Najua mbio za mwenge zimeanza. Kwa sasa hivi nafikiri kwa Tanga. Lakini mimi jana nimefanywa kitu ambacho sikuweza kulizika nacho katika ofisi ya kata, ambayo inawezekana hata wananchi wanaweza kufanywa hivyo hivyo.
nimeandikiwa barua serikali za mtaa hapa kwenda kumdhamini ndugu yangu mahakamani. Nikaenda, nikaandikiwa hapa, nikamwambia naenda Pasiasi. Nikafika Pasiasi, katika kupresent ile barua kwamba nisainiwe, naambiwa nilipe 10,000 kwanza kwa ajili ya mbio za mwenge. Hapo nikajisikia vibaya kama kwamba niko chini ya roba ya kibaka fulani. Kwa sababu sikutegemea kitu kama hicho kufanywa. Wewe umeenda kusaidiwa na ofisi, alafu niwekee kipazo kwamba lipa 10,000 kwanza za mbio za mwenge ndio tukusaidie nani barua yako. Nikasema sawa, naitoa, lakini sio kwa ridhaa. Lakini kauliza, hii mchango wa mwenge wananchi wote wa Kaoltamu wanajua? Sikujibiwa. Sasa nikashindwa kuelewa mchango wa mwenge kwa mtu ambaye anapata shida ndio akabwe robo ya namna hiyo. Samahani kwa kutumia neno ambalo sio zuri. Maana kama nijisikia vibaya kama kwamba nimekabwa roba na kibaka kwenye kona fulani. Haiwezekani mimi niende kusaidia ofisini, alafu kafika pale bila hivi huwezi kusaidiwa. Nilitoa 10,000. Nikamwambia sasa nipeni risiti ya electronic. Wakanipa, imeandikwa mbio za mwenge. Lakini sasa ndio nataka kujua hii kitu inajulikana kwa wananchi wote au kila mtu anapopata shida ya namna hiyo akifika tu pale ndio roba hiyo inaingia. Bado naendelea. Kitu kingine ambacho katika hiyo fomu ambayo ilisainiwa huku kwenda pale, of course it was well presented, kwenda pale ilikuwa nzuri. Imeandikwa toka ofisi ya mtaa nenda Katani, sawa, imeandikwa. Lakini kutoka pale ile fomu wameisaini na kwa shingo upande. Hakunieleza kwamba baada hapo niende wapi. Mahakama ilikuwa ni nani? Nyamagana. Nimeenda Ngambe. Mpaka saa 7 naitwa mahakamani, naambia barua kwa jitoshelezi. Nenda Busweru. Sasa Busweru. Karandinga la polisi pale nasubiri saa 9 watu wapeleke mahabusu. Nikashindwa nifanyaje? Kutafuta mbinu nyingine mtu wa Nyamagana amdhamini kwa vile mahakama ile ni ya Nyamagana. Sasa nataka kujua kwamba hii kitu wananchi wanajua kwamba kuna mchango wa mwenge kwa kulipa kwa kutumia kibanda kama hicho. Iko siku mtu ataanza kutoka hapa na barua yake anataka labda PFCD ya polisi. Atafanyaje basi? Maana anaweza akafa njiani kabla hajapata PFCD. Baba, tumeelewa kero yako. Ni kuomba shilingi 10,000 ya mchango wa mwenge. Asante sana. Kwa majina naitwa Nchabirona Maulidi, mzee mwenye mitaa miwili, Nyasaka A na Nyasaka B. Mimi Mheshimiwa Diwani na kero na kero mbili aidha tatu. Kero ya kwanza inaenda shule ya Kilimani ya sekondari. Shule ya sekondari miaka iliyoisha walioianzisha ilikuwa ni shule kwa ajili ya wananchi. Nadhani mpaka mwaka juzi kulikuwa na mchango sana wa kuhusu habari za kujenga madarasa. Mwenyezi Mungu alitujalia tukapata madarasa, lakini baada ya kuwa madarasa tumeyapata na bado hayajatimia. Sasa hivi shule yetu imekuwa ni ya bweni. Kwanza tuwapungufa madarasa, alafu tumeambiwa kuwa shule ni ya bweni. Sasa nashindwa kuelewa hii elimu ya pale shule ya Pasiasi ni shule ya bweni aidha ni shule ya sekondari ya kawaida ya Kilimani hiyo. Hapo ndio nashindwa kuelewa kwa sababu tayari watoto pale wameshakuwa na masomo aina mbili. Kuna watu wa bweni na watu wa kawaida. Kwa maana hiyo elimu itakuwa ni tofauti, hata walimu watashindwa kujigawa na kuendeleza watoto wetu. Ndio itakuja ile mtoto anasoma lakini wa mwisho. Nimeshakuelewa chakro. Umenielewa? Sasa la pili, kata yetu ya Kawekamo, eneo letu la Nyasaka B tuliteua kiwanja cha zahanati, na ndani ya kiwanja cha zahanati kile kiwanja kiko pale, michango wananchi tulipita na tukapitia ile michango, lakini mheshimiwa aliyokuwepo alituambia kuna fedha ambayo imeshatengwa. Mpaka leo kuanzia 2018
hatujaona kinachoendelea hata hiki kimoja, na hatima hata ya fedha yetu tuliyoichangisha kama kata nzima hatujaona hata 100. Na baada ya hapo, ndani ya vikao tuliambiwa kuna milioni 7 ya kata, baadaye tukasikia kuna 700,000, baadaye juzi hapa nimesikia kuna shilingi 70,000. Mimi ni mmoja wa wenye viti tuliopita kusaga ndala zetu kuchangia hizo michango, kutafuta hiyo michango. Sasa nilitaka utupe majibu, hiyo fedha imo kwa ajili ya hospitali ndani ya akaunti ya kata, aidha ndio ilishapigwa, utuambie. Haya, kero ya 3 nilitaka niulize, Nyasakabii yetu kuna viwanja zaidi ya 4 ninavyovifahamu mimi, vipo kwa niaba ya serikali za mitaa, kwa huduma ya serikali ya mitaa, lakini mpaka dakika hii katika upimaji huu, na hilo swali nilishamuuliza mpaka diwani aliyokuwepo, na jibu alituambia atatuletea mpaka kaisha ondoka. Hatuelewi. Kuna kiwanja kimoja huwa kina migogoro haijatabilika, yani ni cha nani, ni cha serikali ya mtaa, ni cha mtu binafsi. Hilo jibu hatujalipata. Tuliambiwa kuna kiwanja cha polisi. Sasa kiwanja cha polisi mpaka dakika hii, eneo hilo watu wanadhamiria kwa, yani wanaojua ni eneo la kiwanja cha polisi mpaka dakika hii. Zabron Mchabironda Maulidi Bondo. Katika kitu ambacho kinanikwaza na ambacho nahitaji wananchi wakawekama wanipe ushirikiano, ni wale wananchi walioshirikiana na watu wenye nafasi zao kupiga maeneo yetu ya wazi. Yani nayatamani kama vile sivyo. Yani umekuja vizuri sana na naomba nikupe zawadi. Asante sana. Haya, swali zuri ya zawadi. Yani umenifurahisha sana kwa sababu maeneo ya wazi ndani ya kata hii tunayahitaji kwa gharama yoyote. Asante. Nashukuru, endelea Chabirondo. Sasa ndio maana nilikuwa nauliza maeneo hayo, huo katika yani ramani ya mtaa, hayo maeneo meelekezwa viwanja vyetu. Mpaka dakika hii hakuna mwananchi anaothibitisha aidha kutambua kabisa kama hichi ni kiwanja ni cha kwetu kisha kuwa halali, aidha vipi tofauti na ninaomba tu samahani, nimeingilia utaratibu. Kiwanja cha kwanza najua ni kaburi moja kwa Nyasakabii. Sawa. Cha pili ni kile ambacho wanasema cha zahanati. Cha 3 kiko wapi? Nionyesha hapa. Cha 3 kiko juu ya Mama Marumbo. Ndio hicho Mama Marumbo kule, kama unateremka maduka 9 ndicho kinachokuwa na mgogoro hicho. Cha ngapi hicho? Hicho ni cha 3. Cha 4 kiko makaburini hapa ambacho ndicho tulichoambiwa ni cha polisi. Sasa hivi mpaka sasa hivi wako wanajenga pale, hatujajua kiwanja chetu ni kipi. Mwenyekiti si huko hapa? Naomba mwenyekiti wangu usimame ili tulimalize hapa. Naomba umpe hiyo maiki mwenyekiti. Naomba usilie apewe nafasi hapa. Mwenyekiti, umesikia wananchi wanatoa ushuhuda, kuna maeneo viwanja 4 ndani ya mtaa wako. Tukimaliza zoezi hili, hivi ambavyo mimi kama diwani sivifahamu, nitaomba kwenda kufanya nini? Kuvijua. Na endapo tukivijua, kama kuna mtu amevamia, itamlazimu aondoke. Itamlazimu afanye nini? Tunataka maendeleo. Ndio maana nilisema maendeleo yana gharama yake na yana hasara. Mwenyekiti, hivyo vitu unavifahamu? Mimi nitaongea tu kufuatana na walisia jinsi maneno ninavyofahamu. Siwezi nikaongea kitu ambacho nisichokifahamu. Kufuatana na wenyeji wa mazingira jinsi ninavyoyafahamu. Napenda niseme kitu kimoja. Sipendi kuongea kwa kupepesa macho au kwa kumzushia mtu au kwa kumwonea mtu. Ndio maana ya uongozi. Eneo hili linalosema zahanati, mimi ni miongoni mwa waanga wa kulidai kupitia kwa wazawa. Leo ni mwaka wa 2 bila kulima lile eneo. Tumekutana na wazawa siku ya siku, ikaonekana wamenyoosha mikono. Uwezo kunyoosha mikono kwa maneno, kwa document.
inayo hapa. Kwa upande wa eneo ambalo nalifahamu kwa upande wa Nyasaka katika jiografia ya Nyasaka B ni kaburi moja. Tukitoka hapo tunaenda kiwanja cha zahanati. Tukitoka hapo kuna kiwanja cha ofisi ambacho natarajiwa kujenga ofisi ya serikali ya mtaa. Kwa ramani na mchoro ambao uko approved, sina eneo la polisi. Na kiwanja ambacho kinasema kwamba kinachoongelewa kwamba kilikuwa ni kiwanja ambacho kinaleta utata jirani na Marumbo, hilo ni eneo la Mwenye Naro. Asante mwenyekiti. Nadhani wananchi, ni jukumu lenu kulinda maeneo yenu ya wazi na ni jukumu lenu kuyapigania maeneo yenu ya wazi. Nikitoka hapa nitaongozana na wananchi moja kwa moja na mwenyekiti na mtendaji, tutaenda kuangalia hayo maeneo. Kufika Jumatatu tutakuwa na majibu, na kwenye kikao kijacho tutawaambia maeneo hayo kama yameibiwa au yamerudi, na kama kuna mtu amekichukua hicho kiwanja kwa ujanja atakirudisha kwa gharama yoyote. Hata hicho cha zahanati anachokisema mwenyekiti kimekuwepo miaka yote. Alianza mzee Bara, ikipo mzee Kamese, kipo, akaja mama Brown, kipo, akaja Jafes, kipo. Alipoingia Omari Bakari kikaonekana kwamba tumeanza kumwaga mawe na zahanati nitaijenga ndani ya miezi mitatu hapo Nyasaka B. Asante sana. Walipoona kwamba tumeanza kuweka mawe pale, mwenyekiti huyu akapelekwa mahakamani. Nadhani kwenye video baadhi nilisema hakuna mtu atapambana na serikali hii, labda mimi nimetoka madarakani. Juzi yule aliyekuwa ameenda kushtaki, yeye mwenyewe tena amerudi kwenda kwa mwenyekiti na mtendaji, amekaa na lile eneo sio lake, hajawahi kulimiliki. Ina maana nyuma yake kuna wanasiasa, kuna watu wanafanya mchezo mchafu kutaka kukwamisha maendeleo. Na mimi nasema hivi, hamna mtu atakwamisha maendeleo. Tutajenga kituo cha polisi kipya, tumekarabati kile cha zamani, tutajenga zahanati na tutajenga vitu vyote. Na kwa yeyote atakayesubutu kuchezea mali ya serikali, mali ya wananchi wakawekamo, tutaana naye mbele. Asante. Endelea. Nashukuru. Mheshimiwa Diwani, nadhani nimeongea ni baba mwenye mitaa miwili, Nyasaka A na Nyasaka B. Mimi kuna kero ya barabara hii kutoka hapa kwa mama nani mwenye magari hapa kupanda juu kutokea shuleni kule. Ile barabara limepimwa, lakini nasikia pale, sababu sio mwenyeji sana huku, nimehamia juzi, lakini pale nasikia kuna mtu mmoja anayeleta shida, angalau wananchi wasisafishe barabara, tukapata mawasiliano kwenda kule shule na kuja. Naomba wananchi, mimi ndio diwani mlinipa ridhaa ya kuongoza. Mimi huwa ni mtu mkweli na muwazi. Naomba useme kwamba ni mtu gani, kwa sababu baada ya huu mkutano, kama kuna mtu ameweka kitu chake barabarani anazuia barabara, tutaifungua hiyo barabara kwa gharama yoyote, kwa sababu tulikuwa tunashindwa kutengeneza barabara hizi kwa kuwa mvua zilikuwa zinafanya nini, zinanyesha. Sasa hivi tutatengeneza barabara zetu kwa kushirikiana na serikali za mtaa, na nyinyi wenyewe wananchi mtashirikishwa. Kwa hiyo kwa yeyote yule ambaye anajijua kwamba anakwamisha maendeleo, aanze kujitathmini mwenyewe. Naomba unitajie huyo mtu mara moja. Ni mwenyekiti wetu wa chama kwa maelezo yaliyopo mtaani. Sawa, tutalishughulikia. Uzuri mwenyekiti wa chama wa kata yuko hapa. Wakata watawi. Uzuri mwenyekiti wa chama ni bosi wangu yuko hapa. Na mwenyekiti wa tawi ni bosi wangu yuko hapa. Tutatumia busara zake tumsikilize. Na bahati nzuri serikali iko hapa ya wilaya. Nashukuru sana. Asante. Naomba akimaliza huyo mama apewe mzee Cheleko na awe wa mwisho ili tuweze kujibu. Nimuombe mtendaji wangu wa kata aweze kumtambulisha OCD. Mtendaji wa kata, karibu. Asante sana mwenyekiti. Kama nilivyowasilishia awali kwamba OCD angeungana na sisi, na mpaka sasa ameshafika afande Ulomi,
pia na mwakilishi wa MUWASA naye ameshafika. Ina maana yale maswali yote mliouliza kuhusu ulinzi na usalama, maji na yenyewe tutakutia ufumbuzi hapa hapa. Karibu afande OCD. Kawekamu oye! Kawekamu safi! Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Kawekamu, lakini na wananchi wote, waandishi wa habari, na wasalimuni katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Lempola. Mabeja. Kama alivyotambulisha diwani, mimi naitwa SSP Ulomi, OCD wa wilaya hii ya Ilemela. Nimekuja kuhudhuria kikao hiki ambacho kimsingi kilialikwa na diwani kuja kubadilisha mawazo na wananchi wa hapa, lakini kusikiliza kero mbalimbali. Ili kabla mjaniambia kuhusu kero, kazi ya polisi, hata kabla hujaambiwa kero, basi unaweza ukaanza kujishtukia tu wewe mwenyewe kwamba hapa nitaambiwa kitu fulani. Yaani wewe mwenyewe utaanza kujishtukia tu. Tunafahamu kuna tatizo kubwa la vibaka kwenye eneo hili. Vijana wa maeneo haya tumekuwa tukifanya matukio, lakini pia tumekuwa tukifanya mkutano. Nachoweza kusema ni kwamba uhalifu haulipi. Utafanya uhalifu lakini mwisho wake unaweza kuja kuishia mbaya. Unaweza kuwa unakamatwa hivi na polisi, unapelekwa kituoni, unadhaminiwa, unarudi. Kesho unaiba kuku, kesho unavunja nyumba ya mtu, unaiba skrini, unaiba sabufa. Watu wanakutazama. Watu wanajua wewe ndio unaofanya haya mambo. Gari ya mtu iko hapo, unakuja unafungua matairi, unafungua taa, unaona unauza. Usifikiri kwamba huonekani. Lakini binadamu wakifanyiwa kitu, utakubaliana na mimi tu. Hii ni principle ya maisha. Binadamu wakifanyiwa kitu, huwa anajaribu kutafuta nani kanifanyia. Au wewe mwenyewe ukifanya kitu kibaya hivi, alafu baadaye ukafahamika, utatafuta wewe mwenyewe kujua hivi nani kanisema. Huyo ni binadamu. Wewe usifikiri kwamba unaweza ukafanya uhalifu ukawa hivi kwamba hujulikani. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba ipo siku watu watakuchoka. Tumeshuhudia hapa Nyasaka hii, acha huku Nyasaka A na B, Nyasaka hiyo yote kuanzia maduka 9 kwenda mpaka Buzuruga, kule karibia na Buzuruga. Tumeshuhudia vijana wengi wakikamatwa na kupigwa na kuuawa. Wananchi wamekuwa wakijishuhudia sheria mkononi. Lakini siku si nyingi, kuna kijana alipigwa hapo akauawa baada ya kuwa amemuua babake.